Karibu kwenye Duka Huru Podcast. Leo kuna mimi Madam Irene na nipo na mtaalamu wa computer specialist. Computer specialist. Ndio. Jitambulishe mwenyewe. Kwa jina naitwa Kevin au nafahamika kwa jina la kiofisi ni Mr. PC Digital Solutions. Kwa hiyo for all your needs za kwenye upande wa computer, software services, games pia, hapo ndo unakuwa umepata all your solutions. Wataalamu wa kompyuta mnajua, lakini kujisifia sasa mnaona yani kuna ile hali ya kusema kwamba I'm possessing the technology. Kabisa. Muhimu. Yote ni yako, meza yako, meza yako ina vitu vingi. Kabisa. Sasa leo tutaongelea mada kidogo kuhusiana na mambo yote ya teknolojia. Leo utatupa uzoefu. Okay. Wa namna gani teknolojia yetu imekuwa, yani tujue ni kwa kiasi gani na mtu anawezaje kuitumia akafika nayo mbali. For instance in social medias au AI. Unaweza kuta kuna mtu anasikia tu kuna kitu kinaitwa AI lakini hajui kama AI ni kitu gani, na sasa dhani labda AI ni website. Okay. Kwa hiyo tupe uelewa kwenye hilo. Okay, and in terms of technology, yani sasa imefikia point ambao ni kwamba unajiuliza yani labda in the next 10 years yani ni ngumu kuimagine like vitu vitakuwa yani how things will change. Yani maana sasa hivi tunaona ni advancements ni kubwa sana. Yani sasa hivi unaweza kufanya vitu vingi sana. Mfano yani kuanzia kwenye upande wa social media, umeona yani kama wewe ni mtu ufanya biashara, imekuwa very easy kufikia watu wengi popote pale duniani, ambapo yani ukisema a few years back hiyo ni kitu ambacho yani kimwambia mtu unaona like ni ngumu kuwaza. But yani sasa unaona mpaka sasa hivi like huko Tanzania unaweza kufanya biashara na mtu yote Afrika, umeona malipo ukafanya, umeona mzigo akaupata, things like that. Kwa hiyo it has yani advance kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo ni kama tuseme tuchukue mfano Nyerere angekuja sasa hivi lazima angechanganyikiwa. Yeah. Like, yani na hapa imagine ni kwamba ni kwa Tanzania tu hapo tunaona hivyo. Bado sasa get to experience yani how the technology may advance kwenye nchi nyingine. And so when the Marekani or other first world countries huko. Yani nsando bado na watu wanada yani basi Tanzania kule ndio okay technology is far but huko sehemu nyingine like imekuwa zaidi. Sasa ni wewe sasa kuimagine kwamba itakuwa kwa kiasi gani in the next years. Sasa kwa mfano tuchukulie vizuri Mr. PC. Wewe unadili na computers na nini? Tunajua labda kwamba teknolojia right now imekuwa tena imeenda mbali. How can I benefit with it? Kwa sababu sometimes I need to make money. Sometimes nahitaji ku feel at home with those technologies and hivyo. Lakini kuna mtu yuko pale hajui anzie wapi. Labda mimi najua kidogo. Lakini kuna mtu ambaye sasa hivi anaweza kutana tuangalia. Hajui ni nini. Okay. Sasa it depends with what labda kitu ambacho nataka wewe kuachieve. Tutolee mfano wewe sasa labda unipe experience yako, labda wewe unataka kuachieve. Nataka nifanye biashara. Labda nina biashara ya cosmetics. Maybe. Okay. Tuchukue mfano biashara ya cosmetics. Nataka ikue. Okay. Na ninaambiwa tu, tumia teknolojia. Yaani naitumiaje? Yaani okay. Ni nini natakiwa niwe nacho ili niweze kuona na mimi pia natumia teknolojia. Okay, sasa yani hapo ni kwenye levels. Unajua technology inakuwa na levels. Yani technology ni something that kinarahisisha one thing in one way or another. Kwa hiyo tukiongelea mfano sasa kwa sasa hivi mostly tutaongelea kwenye upande labda wa social media au AI. Namna ambavyo unaweza kuzimplement kwenye biashara yako. Mfano umesema ni mfano ni nini? Cosmetics, biashara right? Cosmetics. Mfano cosmetics. So utasema utafungua social media account. I have a social media account. Sema nitaingia Instagram, nita create account, Facebook, nita create account. Nitaingia nitakuwa of course nenda na ile yangu ya WhatsApp, ambapo yani kila mahali hapo yani vitu vimekuwa vimerahisishwa sana. On Instagram ku reach out kwa watu wengi zaidi, kwa hizi unaweza kufanya ads kufikia watu wengi. Unaweza pia kutengeneza tu organic content kwa pia unafikia watu wengi, hata kama unakuta account yako ni changa. Unajua which is something ambacho naona ni faida kubwa sana. Yaani mfano sasa hivi unaweza kusema umefungua account yako ukasema ukatengeneza content ambayo yani
inashika sana attention. Yaani utashangaa tu utafumea umefungua account leo siku 2 siku 3 ila like unakuta ya video imeblow up. Umeona, which is something ambao unaweza okay, kumbe inaweza kukua kwa namna hii hapo. Kija mfano utumie AI in your business. Umeona, unaweza kuandaa content kupitia AI which is something maybe ambao personal natumia AI sana, ChatGPT sana ku generate content, kuangalia okay ni nali fulani nimepost labda videos za aina fulani zimeperform vizuri recently, naandalee similar content to hizi ambazo pia zinaweza kuperform vizuri. Mfanyie research labda juu ya topic fulani, nataka kuongelea a certain topic kabla hujaongea, maana pia unajua yani ukiwa kwenye unajipresent huko kwenye social media ni rahisi, unajua watu wengine kuongea out of, yani mtu anaongea tu bila knowledge ya hicho kitu. Maana it's very easy, mtoto tu anaweza kafungua na yake social media kaongea hizi bidhaa bana sio nzuri, nimenunua hivi vipodozi na nini vinaunguza uso sio nini. Mbona without knowledge labda kwamba inabidi ujue aina ya skin type. Kwa sasa hapo ndo unakuja okay, nge kwenye ChatGPT hapo nda script labda hivi na hivi, fanya research juu ya project kama hii hapa. Kwa ukija huko like okay, nimetumia technology in some way na my business. Kwa hiyo kwenye teknolojia ninaweza kuitumia for growing my brand, my business. Absolutely. Getting ideas. Kabisa. Doing research. Kujua trend ya soko, si ndio? Kabisa. Out of there I can use it AI kutengeneza content. Kabisa. Ni kwamba naweza kuambia tu, lakini bwana kuna hizi videos. Waga nakutanaga nazo TikTok mostly na Instagram na Facebook kinda. Za hizi yani unakuta mtu sijui watu wanafikiria nini. Unajua for what I know AI mara nyingi inatumika kwa ajili ya kupata idea. Just get idea. Yuko vizuri kwenye kutengeneza posters, not videos. Okay. Kuna hizi video utamwona mtu mara katembea mara kapaa. Ni kweli, it's very true. Yani afu tena yani imekuwa worse. Yani afu nice ni yani hizo video AI ambazo zinatumia video generation, yani kila siku zinazidi kuwa bora. Kuna zile hizi free ones hizi uweze kupata ambazo zinakuwa yani very accurate. Unajua ila zile ambazo of course unaweza kulipia subscription zile mali zake zinakuwa nzuri zaidi na realistic. Yani tena kuna imekuwa worse, kuna hizi ambazo ushasikia sio concept inaitwa deepfake. Deepfake yani mfano unaweza ukachukua picha kama mimi kuchukua tu picha yako hapo hivyo nikaingia pale nikatengeneza hiyo na deepfake na kwa inaonekana kama wewe kabisa, like exactly your face. Naweza nikaeka hiyo picha ipo lakini ukishalipia. Sasa hiyo kuna nyingine ambazo ni free ambazo sasa hizo watu wengi wanatumia kwa ajili ya mfano sana, iko very common Marekani kwenye unajua kule na siasa politics, ndo mtu analitwe politician fulani, ukiangalia unaona si politician fulani wewe, mbona anaongea vitu vya ajabu hivi. Ukiangalia unaona kabisa sura ni but at the end of the day anasema it's not me, ni AI. Unajua maisha yalipofikia it's very scary ukifikiria. Maana mtu anaweza akakuclone tu mtu anasema Irene ndio huyo anafanya kitu fulani. Ndio huyo anaongea kitu fulani. Sasa mtu mwingine, mtu ambaye ana knowledge ya hiyo sasa anaku accuse. Kwa sasa ni mfano hiyo ambayo nilikuwa niliona like inakuwa ni kama a filter. Ina watu walikuwa wanaongea kwenye a video call. Umeona? Mtu anaongea kwenye video call. Sasa yule ambaye ana one of the persons kwenye hiyo end of the call akanamwambia mwenzake, mimi nitajuaje kama wewe you are a real person na sio labda deep fake. Akamwambia mimi ni mtu. Kosa akawa anamwambia basi gusa kitu chochote hapo in the room. Mtu akashika kitu kaeka fanya kitu fulani afanya. Ila sasa akamwambia nataka uweke vidole vitatu kwenye uso wako. Sasa akawa na yes, yani weka tu. Sasa issue ni kwamba ile deepfake inakuwa kama imeweka kama a filter, ni filter ile kama Snapchat filters. Sile ndo inabidi uweke uso wako hivi, afukieka uso, mfano ukiweka mpaka umeka hapo. Mfano ukifanya tu hivi unakuwa imecheza exactly. Kwa ndo akawa anamwambia hivyo mpu proof kwamba sio mbeka kama kule. Akawa anasema hapana, siwezi ya nini wewe. Unatumia watu kuscam. Unaweza kusema Irene naongea naye kwenye video call
nahitaji kama 3 nataka niwekeze kwenye kitu fulani. Sawa. Unamuona pale ni Irene sauti. Unajua dunia sasa hivi pia ina watu wengi. Yaani ukiachana kwamba mimi Irene, uko wewe Mr PC. Alafu kuna Mr PC mwingine. Yaani una kopi zako kama nyingi hivi za kutosha. Exactly. Nina kopi zangu za kutosha. Alafu hizo kopi zangu unaweza kukuta. Kuna ile zamani unakusikia duniani wawili. Alafu sasa kuna wawili ya AI. Kabisa. Yaani mtu anakuclone tu huko and you have no idea. You have no idea. Unaweza kujikuta umefanya kitu cha ajabu, familia inakukataa. Kabisa. Sasa unavyoona wewe kwa jinsi ambavyo teknolojia imekuwa, nina uwezo na ni kwamba ina advantage. Unaiona teknolojia ni kwamba how much yani the worth of it. Kama hivyo wanaongelea kwa mambo kwamba mtu ana uwezo ku fake something na ikaonekana it's real. Kwa utamaduni wetu wa Kiafrika, Tanzania tu achane na Afrika ni kubwa. Kitanzania ni kitu ambacho tunaweza tukakichukulia for our potential, au kuna sometimes we have to limit, na kama tunataka to limit unaona ni kitu gani labda? Maana youth wanapitia mambo mengi. Yeah, of course. Yani sana I think kwenye kulimit yani how fight inaweza kwenda au yani ikawa ikatu affect sisi kwenye negative way kwenye upande wa scamming. Yani unavyozidi kukua gap ya knowledge ya AI inakuwa ni kubwa sana. Yani sasa unakuta kuna wale watu ambao unakuta they are very aware kwamba mimi mtaweza kunitapeli hivi. Kingia tu mtandaoni najua I know this is scam, ni kweli. Ila mtu mwingine huko unakuta yeye hajui, umeona. Kwa I think yani hiyo knowledge gap ni kitu ambacho inabidi to fix yani mapema sana, yani ku create awareness ya vitu kama hivyo, kwamba mtu anaweza kuwa scammed kirahisi sana kwenye simu tu hivi au kadi za benki. Umeona, it's very easy kwa mtu kuscam wewe hapo. Kwa sababu unakuta muda mwingine ni hivyo tu, unakuta watu wengine tu wana ile sema nini, yani wana zile morals tu zao kwamba mimi sawa najua kufanya kitu fulani, naweza nikatumia kitu fulani kumwathiri mtu mwingine negative way, ila anachagua not to do so. Kama bullying. Yes, kuna bullying pia. That's also a very very, yani especially on social media, it's very, and sana mfano kama huko Marekani, something very popular, yani cyberbullying, online bullying, na ni kitu pia wao wenyewe wanakemea sana, na hata hizi platforms themselves ni kitu ambacho wana take very seriously, maana effects zake zinakuwa ni kubwa. People kill themselves, kuna suicide cases zinakuwa ni nyingi. Umeona, the same pia huko unakuta yani teens tu unakuta wapo shule A level kwa O level, mtu anaingia labda online, unakuta mtu labda ana insecurity fulani, anajipost online, watu wanamshambulia, uko hivi upoje nini na nini, tayari mtu anaona is too much nini. Unakuta pia wazazi nao hawako hawana ile communication nzuri na watoto, kwamba sasa ukitumia social media kuna vitu kama hivi, this is how you do this. Ukikutana na mtu labda online bullying, cyberbullying, una report wapi vitu kama hivyo? Maana wengine unakuta sasa ana face vitu kama hivyo, anafika tena nyumbani unakuta labda na mzazi naye anamwambia kitu cha ajabu kama hicho, anaona basi itakuwa ni kweli hichi kitu nimeambiwa huko mitandaoni, na kwa nyumbani tena naambiwa sina mtu wa kuongea naye about this. Mwisho wa siku anaona tu what's the point of living. Maana kwa yani bullying, it's also a very very serious case yani kwenye effect ya kwa. Na watu wengi naona kwa mfano wanasemaga nchi ambayo inaongozwa kwa bullying ni South Korea. Okay. Ndio maana watu wengi kule wanajua sana. No. Ni kesi ya kawaida kabisa kukuta mtu kajirusha kutoka kwenye floor ngapi huko mpaka chini. Zimesikika sana. Yaani ni sema bata kuongelea through the movies. Ni mara chache sana kukuta Tanzania kwa mfano mtu anatengeneza movie alafu anaweka like bullying things. Yani hata tumesoma shule hata kama yale mambo yapo, lakini unakuta ni utani tu and then the things of, lakini kwao bullying ni kama vile it's a culture. Okay. Sumela. Kwani
kuna ile insecurities shuleni wapi, yani ni ujinga tu, lakini at the end of the day inakuwa ni inaharibu sana. Sasa ukiachana kwa mfano kuhusiana na mambo ya teknolojia, kwenye point of view nyingi zinatusaidia kwenye kupreserve our identity tu. For instance, naweza nikatumia AI nikitaka inipe vita vya majimaji ilivyokuwa, it's identical, yani atakugaia everything. Kwa mimi naonaga kidogo kwenye part nyingine ya kuweza sio kwamba inaharibu tu moja kwa moja wa culture au nini, kuna namna inasaidia, kwa sababu the thing ambayo ilitakiwa ukae chini na mtoto msimulia hadithi anaweza akasoma. Kwa hiyo ni kama kitu ambacho historia ipo throughout, atakutana nayo hata kama hana wa kumwambia. Lakini sasa out of there nowadays youth hawateki tena ile parental advice, wanateka AI advice. Yaani utakutana na mtu kabisa anaongea na AI kama vile anaongea na mtu. Kuna kesi moja niliwahi kuiona, hiyo kesi imetokea Marekani mwaka jana kama sio mwaka juzi. Mama amefaili kesi kuishtaki kampuni mojawapo ambayo inahusika na kuproduce hizi AI vikorokoroni gani. Kwa hiyo kwenye hiyo kesi yake anasema mwanae amejiua kwa sababu aligombana na mpenzi wake ambaye ni AI. Kwa sababu anasema the AI alikuwa kichati naye like ile intimate sumela, na mtoto alikuwa na miaka 14 kama sio 15, hajafika 16. 18 anaelekea 15. Kwa hiyo mamake akanasema mwanangu it's too young. Umeona, walikubaliana kukutana. Na yule AI akamjibu I can't wait to see you my love. Wakapanga na hotel ya kwenda kumeet. They scheduled everything. Yule mtoto alivyoenda kule hakumkuta na AI hakuja. Kwa nini hakuja? Ndio ile hasira na nini, akajiua, alikufa kabisa. Kwa hiyo the case ilikuwa filed ni kama vile mama anasema anataka kulipwa. Sumela, yani for this case ni vijana unawapa ushauri gani? Maana kuna kesi kama hiyo mimi nilishangaa like ni kweli, but anything vitu kama hivyo vinakuwa very, yani ndio ile tunarudi pale kwenye the knowledge gap, ile awareness. Wengine unakuta mtu ukimpa mtoto sasa hivi AI ChatGPT tumia hapo, unaweza kunali chochote, yeye mwenyewe atashangaa, chochote naweza nikaongea naye nikamwambia mambo ananijibu. Kumbe anaweza kuwa rafiki yangu. Mambo poa, nilikuwa nimefanya hiki na hiki, nafanyaje? Yani anakuwa like okay, this is something very impressive, yani kwamba okay, naweza nikaongea naye tukanipa ushauri, tukapiga story, anakuwa sana anaona kama amepata rafiki yake sasa. Kwa pale like the thing about awareness ni muhimu sana, especially with the way AI yani generate mambo. Yes, na inazidi kukua kwa kiasi kikubwa sana. Yani inazidi kuwa smarter, yani hata kwenye kurespond, yani maana ile inakuwa effective zaidi the more data inavyokuwa fed kwenye hiyo. Umeona, kwa hiyo inakuwa inajua vitu vingi zaidi, inajua kuna experiences nyingi zaidi, kwa hiyo unajua okay, this is how you deal with this na this. Kwa sababu mtu unakuta out of nowhere anaenda kuchat na AI. Sasa kama wewe like as a parent unakuta unamfanya mtoto wako aweze kuaccess things kama hivyo, simu, umeona, bila kumpatia guidance kwamba on your phone kuna vitu fulani, kuna hizi AI, this is how you use it. Hii ndo namna bora kuitumia, kwamba fanya kitu fulani, kitu fulani usifanye, umeona, avoid doing this, vitu fulani hivi ni vya ukweli, vitu fulani sio vya ukweli, kutana navyo, umeona. I think yani it comes down to that. Na pia yani I think yani kwa pia na limits, labda kuanzia miaka fulani hivi ndio hiyo unaweza kutumia hivyo. Maana pia mwenyewe unakuta mtoto anavyokuwa, so ukisema umpe akiwa mdogo sana, okay, ni rahisi sasa yeye ku influence na wenzake. Wenzake anaanza kumwambia nenda kwenye ChatGPT afuandika kitu fulani, fanya kitu fulani hivi na hivi. Umeona? Inakuwa very very easy kuwa persuaded labda na wenzake kwenda angalia things above. It's not right. So not right. Na kwenye malezi kila mtoto ana namna ana ile well-being yake. It's very true. Kwa hiyo teknolojia ina positive and negative. Which is side ambayo unaona ipo? Ina more negative au ina more positive? Ina more positive. Negative ni kutokana labda na our mentality. Yes. Na our uses. Kwamba hatujui jinsi ya kutumia vizuri to benefit ourselves. Yeah. Lakini pia nimeona kuna watu wengi sana they are making a lot of money through it. Sana.
Sawa. Hilo litakuwa darasa la siku nyingine. Utawafundisha siku nyingine. Kabisa. Wakae hapo wakiwa wanajua sasa hiyo atakuja kusikiza Mr. PC another time kwa sababu tunajua we have a lot to talk. Hatuwezi kuimaliza sasa hivi yote. It's very hard to. Tunahitaji muda wa kutosha. Aya, nishauri chochote rafiki yangu. I think it's very important kwa nini hata kama wewe sio mtu ambaye ni expert au sio kwamba technology ndio your field, know that ni vizuri just to kuwa aware with what's happening. Yani tools ambazo unazitumia ujue kwamba okay, natumia ChatGPT au natumia kitu fulani au ingia online fanya research. Mimi nafanya kazi fulani, kujiupdate. Mimi nafanya kazi fulani, naweza kutumia tools gani ambazo zinaweza kunirahisisha kazi yangu? How do I use them? Basics tu zile unapata. Kwa hiyo that's ni kitu cha muhimu sana. Maana at the end of the day itakurahisisha sana kazi. Kuna wazazi wetu, si ni familia nyingi, si kama ni mimi peke yangu. Yaani unajua, hebu angalia hichi kitu hapa, yaani mpaka unajifunza tu. Unamwelekeza labda kama ni mama au baba, kitu unaingia hapo, ukitoka hapo unafanya hivi, unafanya. Mpe siku 2. Sawa. Mpe siku 2 mpaka unajiuliza mtu anafanyaje kazi, lakini akikana vitu vyake vikazo sio ni mfumo. Kauzoea labda amefanyia kazi muda mrefu, labda ameajiriwa au ni biashara zake, anaenda vizuri. Lakini najiulizaga, kwani unachokifanya kule si kama huko? Yaani sasa ndio hivyo. Kwa hiyo wajijengele misingi kwa vijana. Kwa vijana pia like it's a very big advantage kwao kwa sasa hivi. Maana unajua ni things are very accessible, information, knowledge. Unaweza kupata popote. Yaani popote, very free wewe. Sasa kwa mfano mimi hapa nikatoka hapa nikasema sijui kutumia hichi kitu, niende kwa Mr. PC. Unaona kwa huko hicho. Unaweza kaenda kwa expert au kuna hii video utaangalia na mtu anaweza ka comment pale, naweza kupata namba yako kaka mzuri. Wala hivyo mtu mwingine apendi kusumbuka. Alafu pia anapenda kwa kuna mtu mwingine wa kumshauri, kumpa insights zaidi, which is also a good thing. Umeona? Maisha ni tegemea utawe ni mtu aina gani, are you the right person kumshauri mtu kuhusu hicho. Ila pia it's a good thing. Maana sio kila kitu unaweza, hata sawa ukisema uende online search and all that, utapata ile basic knowledge, okay. Unaweza kupata, yani mfano unaweza kupata ile surface level to knowledge kwamba okay, hichi ni kifaa cha aina fulani na fulani. Basi okay, mimi naweza kufanyaje hivi. Mfano mtu mwingine labda unakuta mtu anatafuta labda gadget, au mfano mtu anatafuta computer. It's a good example, right? Mtu anaweza kaingia tu online akasema okay, na ka search tu pale labda mimi PC nzuri kwa ajili ya gaming. Umeona? Ana search pale anaona PC inakuwa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo anakuwa tu anaelewa na okay, kwa hiyo mimi inabidi niangalie vitu fulani. Kwa sababu akija kwako sema Mr. PC, anajua okay, niliona PC zinabidi hizo hivi na hivi na hivi na hivi. What can you advise, au zipo options gani? Kwa sababu hapo ndio sasa unaika ile your expert knowledge sasa kumshauri okay, ni hivi na hivi na hivi. Ila sasa unakuta mtu mwingine unakuta hajui chochote, nothing, no kama research. Mimi hapa kwenye masuala ya computers afu ninaishaga kutrust mafundi. Ndio mwingine sasa ndio hivyo, wengine wanaangalia tu maslahi. Wamenichukulia betri yangu. Nishakwambia hichi kitu. Yeah. Kwa hiyo kwa mfano ninataka ku accommodate myself throughout teknolojia, maana sasa hivi teknolojia ni utamaduni. Yaani mtu anakubali au anakataa. Teknolojia ni nini? Ushakuwa ni utamaduni. Without it hatufanyi kitu. Kama ilivyo zamani, si kuna ile nini anasema kutumia crude tools ilikuwa ni technology. Si zama za mawe za kati, zama za mawe za mwisho, sijui za nini za kwa mwanzo. Chuma, teknolojia ya chuma. Sasa hivi tuko na AI technology, tuko na social medias, tupo na computer things. Jinsi ambavyo tunaendelea ndivyo. Hata kama mtu akisema fuatilia computer, hii computer ni historia kabisa. Nasikiaga zamani computer ya kwanza hiki chumba kidogo. Very big. It was very, na ilikuwa na nani na taa. Yaani ukitaka kutengeneza labda namba 7 unazima taa, unazima, unaosha. Kubwa sana. Tumetoka mbali sana. Mpaka sasa hivi tuna kitu tu kibonyeza hivi imejiweka. Lakini zamani ilikuwa ni mambo mengi. Kwa hiyo nikitaka mwongozo wa computers, jinsi ya kujiaccommodate myself throughout the technology, nataka ni access maybe a good phone, a good tablet.
So unaongelea gadgets. Sijui gadgets ni waya au gadgets ni nini. Sijui tutajua kwa kwamba utaniambia. Yaani natakiwa nianzie wapi? Nianzie kwako moja kwa moja au nianzie dukani? Unaweza kuanzia moja kwa moja. I think pia ni kuangalia labda yaani ukifuatilia online. Mfano unaweza kutumia sources mfano kama social media. Kuna labda page, labda mtu anakuwa anaelezea labda hivyo. Tuanzie moja kwa moja. Mr. PC tuingie kwenye nini inaitwa? Nini Instagram, yes. Kuna tips pale za kusaidia wewe matumizi bora. Na namba za simu na kupata wapi, okay? Yes. Hizi zetu zipo pale makumbusho. Kwa hiyo ingia tu pale kwenye page yetu, kuna tips zile ambazo zinakusaidia wewe kwa ajili ya matumizi bora PC yako. Elekezwa hivi na hivi. Kwa hiyo ukija kwetu, it's a very good step ya wewe kushauri wewe ujue okay, where do you start? Unatafuta labda PC, unataka kufanya hiki na hiki. Kuna kipindi nilikuwa naanza chuo, someone came akaniambia inabidi tu type kazi ya nani group work, tufanye group. Sasa mimi I thought anajua. Nikamwambia it's okay. Kwa inabidi tupate tu na access to laptops. Nikamwambia it's okay, you can use mine. Mimi nikiwa yani kwa sina muda kwa sababu alinifuata. Hiyo kazi inasema leo Jumatatu ndio. Hiyo kazi inatumwa labda next week. Alafu nataka tujifanye leo. Mimi nikajua labda tayari ana madini kichwani. Nikamwambia take my computer. You can't imagine alikuwa hajui hata pa kuashia. Alafu toka second year. Yo. Nazipo hizo kesi. Hizo kesi ni nyingi chuo. Afu UDSM. Yaani unajua okay? Sasa tunaanzia wapi? Zipo. Hebu sikia, naomba nisaidie. Hii kompyuta yako kwani inaishia wapi? Unajua kompyuta ziko tofauti. Nikamwambia, utofauti gani? Button kabisa inaonekana na hii hapa kwa kuashia. Okay, unamwelekeza mtu. Sawa. Anafanya tunatoka mbali kabisa vijana, lakini hatujui. Lakini from there hakutype chochote, hakufanya chochote, alikaa nayo wiki nzima akiwa anajaribu tu. You can't tell kulikuwa na a lot of movies there. Hakuangalia tu kwa sababu hajui jinsi ya kuitumia. Okay. Kwa the end of the day alijifunza, kwa sababu ni lazima ujue kwamba hujui. Na unakuta mwingine mtu anaenda mpaka chuo hajui anaanzia wapi. Alafu sasa hivi unamletea tumia na AI, lazima vurugwe. Japokuwa AI nayo wanachuo wanapotea. Kwa hiyo wafanyi coursework. Yaani AI inajibu maswali yote, inafanya assignment, inafanya na reference. Kwa sasa ndio hivyo, inategemea tu sana wewe mtu mwenyewe, how do you use it. Okay, mimi nimefurahi. Tumekuwa na wakati mzuri. Mimi pia furahi sana. Yeah, tumeongelea vitu vingi, tutaendelea kuongea kidogo kidogo. Sasa itabidi next time najua podcast tutafanya nyingi. One midalo tofauti. Ili huyu kijana ambaye anapendezwa na kufuatilia aendelee kufanya zaidi na zaidi, ili aweze kupata tips kuhusiana na our technology. Kama if you have something more than technology, you can even share with us. Na we can succeed it. Kweli mimi kama mimi napenda kujifunza vitu vingi sana teknolojia kuhusiana na kompyuta, kwa sababu at the end of the day kutakuwa na ile sitaibiwa tena. Sitaibiwa betri yangu. Kabisa. Tumekuwa na wakati mzuri sana. Tunafurahi. Sijui kuhusu wewe, lakini kwa mimi nimejifunza mengi. Karibu sana Duka Huru. Nimejifunza mengi sana pia. Hapa mimi nilikuwa nauliza tu maswali. Karibu sana Duka Huru. Let's all win. Cheers.